أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu wapendwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo insha Allahu taala, kama nilivyowaelezea katika darsa ya yana, tunataka kuingia katika sehemu ya pili ya malengo ya safu ya pili, na ni sehemu inaozungumzia sasa malengo yanayopatikana katika mahusiano ya mtu na nafsi yake. Na kwanza ni mahusiano ya mtu na Mola wake, pili ni mahusiano ya mtu na nafsi yake, na tatu ni mahusiano ya mtu na watu wendani wake, na nne ni mahusiano ya mtu na ziumbe zingine. Kwa hiyo tuko katika sehemu ya pili. Kitu cha kimsingi tunataka tukielewe, kisitupotee kwenye ramani yetu. Kila lengo tunalolizungumzia, kuna kile kitu niliwakariria karibu siku tatu, kinachoitwa al-ghayatul quswa, kwamba lengo la kimsingi la malezi ya Qur'ani na ya Uislamu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ndio ghaya. Baada yake ndio tukashuka kwenye ahdafu na amma, ambayo ni safu ya pili ama stage ya pili. Lakini katika hizi ahdafu amma, chochote tunachokitaja chenyewe au tini yake kikazaa malengo mengine, ni lazima fi nihaya kitufikishe kwenye alghaya. Sasa suala la kwanza, ikiwa lengo ni Mungu, kwa ingiaje nafsi yangu? Mimi naenda kwa Mungu, malengo ya kuifahamu nafsi yangu yana mchango gani kunifikisha mimi kwa Mungu? Jawabu kwa ufupi, hadithi maarufu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Hapa maarifatu nafs, mahusiano yangu na nafsi yangu, si lengo moja kwa moja, ni wasila na hadaf ya kutufikisha kwenye lengo la kimsingi lilofupishwa na hadithi inayotuambia man arafa nafsahu, yoyote atakayekuijua nafsi yake, faqad arafa rabbahu. Na ndio Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, katika ndia za kutupeka kwa Mungu,
kama anavyoziita Ayatullah Sheikh Makarim Ash-Shirazi, asema kuna tariqun min ad-dakhil wa tariqun min al-kharij, kuna ndia ya ndani, kuna ndia ya nje, na zote ni tariqun ila man? Ila Allah. Ndia za nje ni zipi? Itakuja kwenye kipande cha 4, mahusiano yangu na maumbile, ni zile zinazoitwa ayat, mbingu, ardhi, majabali. Hizi zote ni ndia zanifikisha kwa Mwenyezi Mungu. Ndia ya ndani ni ipi? Ni nafsi yangu. Sanurihim, sio fil afaqi wa fi anfusihim, tutawaonesha ishara zetu, dalili zetu, ndia za kuwaleta kwetu. Mungu atuambia ndia za kwenda kwake atatuonesha, ima katika pambizo fil afaqi, na hiyo ndio sehemu ya 4, alaqatuna ma tabia, au wa fi anfusihim, na ndani mwa nafsi zao. Sasa leo tunataka tumwangalie mwanadamu kwa mtazamo wa Kiislamu, na niliwaambia katika zile sifa maizi nyuma, kama mwakumbuka, niliponena katika sifa maizi moja ya mfumo wa malezi ni ashumulia, sio? Na tukanena shumuli ni maana malezi ya Kiislamu yamlenga pande zote za mwanadamu. Mwanadamu hana upande mmoja, mwanadamu ana pande karibu 4 au 5. Huyu muonao mmoja si mmoja kwa mtazamo wa Kiislamu. Ana mwili, jasad. Mwili haukuumbwa abatha, turudi pale pale, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Kwa hivyo sisi hatukubaliani, mtazamo wa Qur'an haukubaliani na mfumo wowote wa kimalezi, mfumo wowote, hata uitwe wa kidini, utakaokuya kumwangalia mwanadamu ni ruhu na kupuuza mwili wake. Utaupokonya Uislamu sifa ya shumulia. Nataka tuwe na hadhari sana. Manhaji ya Qur'ani, mwili upo na lazima utambulike, upo na lazima upatiwe malengo yake. Naam, msifahamike makosa. Uislamu hautaki tuone mwili peke yake ndio upo. Pili ni ruhu. Al-insanu jasadun wa ruh, mwanadamu ni mwili na nini? Na ruhu. Na neno ruhu kwa mtazamo wa Qur'ani lina maana pana, kila kisichokuwa mwili, sikusudii kitu maalum. Kwa hivyo nguvu za kiakili na kifikra zaingia upande wa nini? Wa ruhu. Nguvu za kimaumbile na gharai zaingia upande gani? Wa ruhu. Hisia na mashairi zote zaingia upande gani? Wa ruhu. Na ndio wataalamu wasema tukimchambua mwanadamu tutampata agonga pembe ngapi? 4. Mwanadamu ana pande 4, na hizi pande 4 kila moja ni lazima iekewe barnamiji yake na malengo yake, ambayo zote zitakuwa ni safari ya kutufikisha kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa kwanza wanasema ni aljanibul jismani au aljanibul jasadi, ono ni upande wa kwanza. Wa pili wakasema ni an-nahiya al-aqliya wal-ma'rifiyya, upande wa kiakili na upande wa kimaarifa. Watatu wakaita ni an-nahiya al-fitriya wal-intimaiya, ni upande wa tabia zake za kimaumbile za kiroho, na nitakuja inshallah kuzibreki hizi kitu kimoja baada ya kimoja kwa ufupi. Na mwisho an-nahiya al-atifiyya, upande wa kihisia. Mwanadamu ana hisia, si pumba tu la udongo. Mwanadamu ana hisia, si logic peke yake. Hapa ndipo mahala watu watakawe na hadhari sana. Watu huona mwanadamu ni mwili na akili tu, mara pia huko mtazamo kwamba dalili peke yake zitanikinaisha mimi.
Dalili hazikinaishi peke yake. Wanadamu si kompyuta, si IQ peke yake. Wanadamu ana moyo, na moyo wake waathiri mara nyingine akili yake. Na hapa ndipo Waislamu ambapo watakawapaone sana katika manhaji ya tarbia, manhaji ya malezi. Si hoja peke yake unazomiliki waweza kumvuta mtu, haijatosha, kwa sababu mwanadamu havutwi kwa dalili peke yake. Kuna mchango wa mambo mengine madogo madogo wewe wayaona yana athari kubwa, hususa katika upande wa atifa yake. Mwende mtu sasa hivi mwambie wewe kafiri ndo hapa, mathalan wewe kafiri ndo hapa, jikafiri kubwa wewe, taslimu lini wewe? Dalili ya kwanza Mungu huko, dalili ya pili taslimu wewe? Umempa dalili ama hukumpa? Na pengine umetoa dalili hata Ibn Sina na Farabi na Khawarizmi hawayaziua dalili hizo, wewe ndo zako za kwanza. Kwa hivyo minan nahiya al-ma'rifiyya wa nahiya al-aqliyya umetunga dalili za kutosha, amesilimu yule. Kwa nini hakusilimu? Kwa sababu wewe umemwangalia mwanadamu ni jasadun wa aql. Hukumwangalia mwanadamu ni jasadun wa aqlun wa qalb. Hisia zina thamani kwake. Ndio ile Waswahili hukwambia mtu ni utu, si kitu. Utu nini? Ni atifa. Lakini mwende yule salamu alaikum, nena naye kwa uzuri, kama ile ujuzi tukielezewa katika khutba ya Juma hapa, wakati Imam Hassan na Imam Hussein walipokuwa vijana, walimuona mtu mzima choni hutawadha makosa, mzee huwa yuku huzipeka sampuli kwenye huyu. Wakaona huyu wakitoka naye wakaenda kumwambia mzee, wewe huyu kutawadha, hastawadhi namna hili. Mtu mzima aone atifa ikubali, ubinadamu ukubali. Kijana cha miaka 7 miaka 8 huyo kunikosoa mimi, hawezi kukubali. Pamoja na kwamba watampa na aya, watampa na nini na hadithi, sijui wamtolee na ijma', hazifanyi kazi. Aweza kuamua mpaka akatoka kwenye dini. Wakaketi wakapanga mipango, tutamfundisha vipi huyu mzee, tutamuonesha vipi huyu mzee hayui kutawadha bila ya kuangusha hisia. Ndio nataka janibun atifi. Wakaamua mwisho, wakamwendea wakamwambia mzee, sisi ni ndugu wawili, sisi twashindana ni nani ayuwao kutawadha uzuri zaidi, twazengea refari hatuyaona. Na katika kuangalia tumeona hakuna mtu mzima kama wewe ambao ndio aweza kutukosoa. Tuko vizuri sana. Sasa nataka huyu atawadhe, amalize, kisha nitawadhe mimi, kisha wewe utoe uamuzi man ahsanuna wudhu'an katika sisi wawili. Kwa hivyo wewe ni kocha wetu. Mzee akamwambia sawa. Wakaenda wakachukua maji, katawadha wa kwanza, katawadha wa pili. Ule mzee akiketi akiangalia, lengo wao mimi hapa, si wao. Walipomaliza kutawadha, wakamwambia babu, nani meshinda hapa? Nani metoka kikombe? Akamwambia nyote mmeshinda. Tatizo si nyinyi, tatizo ni mimi, mmegundua siyui kutawadha. Tumeelewana vizuri sana. Tatizo ni mimi, nimegundua siyui kutawadha. Umeona? Si akili peke yake inafanya kazi, ni atifa. Na ndio ule kiswa nilichowatolea pia cha pili. Mtume alipokuwa huko mwituni utembea barabara, alishapewa utumi, akaenda kapambana na kizere mama mtu mzima, amekusanya tita la kuni, haliwezi. Mtume akataka kumsaidia, akamwangatia kutoka mashamba. Wakaja hamuyui yule mama, huyu nani? Ule mama ndiye mzima, humtukana. Sikia kuna huyo kijana amekuya mwini, kutukana miungu wetu, kutukana masanamu
wetu, umetufanya sote wapotevu, sijui kadhaa huku, kisha umwambia tena tahadhari mwanangu, usimsikize, maneno yake huvutia, ukenda ukimsikiza siweza kufanya kadhaa, hushuka naye tu, na mtu umwambia inshallah ulengete tu ule tita limemwemea shekhe, na mama yufanya nini, umandika kwa mbati. Wakaja mpaka nyumbani kwake, mlangoni akamtulia tita lake. Haya mama, umefurahi, kwa heri. Alipozunguka yule mama akampiga hiyo, akamwambia kijana, wewe nani? Kama anasema mane nani wewe, nikuyue, yani umenisaidia hiyo. Akamwambia mama, mimi ndio huyo Muhammad. Mimi ndio huyo Muhammad. Mama akamwambia ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Kilichomsilimisha huyu nini? Ni akili ama ni moyo? Sasa ndio nawaambia, mwanadamu ni mwili, mwanadamu ni akili, mwanadamu ni atifa, ni hisia, mwanadamu ni gharais. Sasa wakati unapomlea mtoto wako nyumbani, au wakati tunapowalea watoto katika jamii, au tunapotaka kuwalea binadamu wote kwa jumla katika jamii, ni lazima tuhakikishe barnamiji ya malezi tutakayokuiweka itakava pande ngapi hizi? Pande 4. Upande mmoja ukiwa na tatizo, tutafeli. Kwa hiyo mtaniruhusu muwe na subra, nishike upande mmoja, kimaliza nishike upande wa pili, mwili nitauata mwisho. Kwanza nataka nishike aljanibul aqli wal ma'rifi. Na kwa nini nianze hapa? Kwa sababu ndio aulawia. Sisi ndugu zangu, narudia nikirudia, lengo letu na lengo la Qur'ani kama Waislamu, katika malezi ya Kiislamu twataka kumpeka mwanadamu kwa nani? Kwa Mungu. Kama ambao kwamba mbingu, ardhi, majabali, nyota zenda kwa nani? Kwa Mungu. Kwa nini mwanadamu alikuwa tofauti? Kwa sababu mwanadamu amepewa nini? Mwazikumbuka hizi zitu zote, nataka muziunganishe. Amepewa uamuzi. Jua halina uamuzi, kwa hivyo la shamsu yanbaghi laha an tudrika alqamara wala al-lailu. Zote bahari haina uamuzi, mwanadamu ana uamuzi. Ndio wahadainahun najdain, imma shakiran wa imma Lakini alipokuwa mwanadamu ndio amepewa uamuzi, akitaka ajiunge na safu ya kwenda kwa Mungu ya wenye kusujudu na tasbih, au asijiunge, ilibidi apewe chombo kabla ya kuamua cha kumkagulia kujua lililo zuri na lilio. Chombo kikaitwa akili, kwa sababu maamuzi sio stage ya kwanza. Maamuzi ni stage ya ngapi? Ya pili. Stage ya kwanza ni kujua hiki ni kizuri na hiki nini ni kibaya, hiki hudhuru, hiki hufaa, hiki ni chema, hiki si chema. Hiyo ni stage ya kwanza. Baadaye ndio kuye stage ya pili, niamue kufanya kilicho kizuri na niamue kuepuka kilicho kibaya. Lakini ili niamue, ni lazima niwe nimekijua kibaya ni kipi na kizuri ni kipi. Akili ndio inaofanya kazi hiyo. Akili ni kama tochi. Ukitembea gizani usiku, utukuzie tochi, na ndia si hizi za leo za kutiwa kapro, ni zile ndia za zamani za mashimo na mara kuna jiwe mbele. Sasa tochi kazi yake haikuambii inua guu uliruke jiwe. Hiyo si kazi ya tochi. Tochi kazi yake hukuambia hilo nini basi. Tochi kazi yake hukuambia nini, hapo mbele kuna nini, kuna shimo basi. Baada ya tochi kukuonesha kuna shimo, ndio huja kitu kingine kikaitwa maamuzi yako ya kuinua guu kuliruka shimo lile. Sijui mmenifahamu jamani ni vizuri? Kwa hivyo al-aqlu ni kama nini? Ni kama tochi. Na ni zitu ziwili na zikariri. Usione mtu ana akili kubwa ukamwona hawezi kuwa tayambo.
ukajiuliza basi yule hana akili. La, haina alaka. Haina alaka baina ya akili kuwa kubwa na baina kuwa na nguvu ya maamuzi. Waweza kumpata mtu akili yake ni kubwa, ayua mengi sana, na tochi yake ni spotlight, hupiga hapa paka Manda, lakini hawezi kuamua kutoa mwima tu kwenye chanda chake. Ana dhaifu irada, ana quwwatul aql, lakini dhaifu irada. Na waweza kumpata mtu akili yake ni ndogo, ni kama mshumaa, huonesha hapa na pale, lakini ana quwwatul irada, ana maamuzi makubwa sana. Hapa ndipo mahala tunataka tupatafauti sana. Na ndio siku nikamwambia, katika malezi si muhimu sana kuwa na akili kubwa katika jamii, ni muhimu zaidi kuwa na maamuzi ya yale muyayuao, kuyafanyia maamuzi. Niwape mfano sasa hivi. Mashallah, ukilinganisha jamii yetu ya sasa hapa kwetu na nyuma, ipi ina maarifa zaidi kuhusu siasa ya sasa? Tena si za sasa tu, mpaka za Torabora, si za Kenya tu, mpaka za Torabora. Waweza kupita Mkunguni pale ukamsikia mtu kwa analyze siasa za Amerika baina Biden na nani wakati ule wa kura, na ule kiantaji ule mandazimu Trump, baina Biden na nani na Trump. Wewe ukafikiri huyu ni mchambuzi wa kitaifa, na azijua na details, na yua na mikoa ya Amerika na zile numbers na point za kushinda. Ukawasikia watu hapa wakati wa zita za Afghanistani hupita zile zitotoro za Torabora, utafikiri huishi kule. Ule ushishe radio BBC, ule sauti ya Jerumani, ule ushishe TV. Mashallah, ukitulinganisha na wazee wetu nyuma, wao walikuwa sufuru. Kwa hivyo tochi yetu yaona ama haioni, lakini maamuzi kesho ndio kwenye debe kuamua sasa ile kadi wataka uitie kwa mtazamo wa maslaha ya kisiasa au kwa mtazamo wa hawa. Falsafa zote za Mkunguni tutoka huya mambo yote tafanya hiye, utengezwa zile sababu, lakini mmeshindwa nguvu nyumbani, lakini ule swing kadhaa. Sasa utaona irada ndio inaoleta mabadiliko, si akili inaoleta mabadiliko. Quwwatul irada. Na ibada za Kiislamu karibu 80% kama sikukosea, zalenga zaidi kiungo cha maamuzi kuliko kiungo cha akili. Lakini pia msinifahamu makosa, irada peke yake haiwezi kuamua kama haijapigiwa tochi. Ukitembea gizani huwezi kuinua guu wala kuruka shimo kama tochi haiyakufungulia. Na ndipo hapa mwanadamu alikuwa tofauti na mnyama. Wanyama wale, umewaona wale wanyama pori wafuatanao kwa wingi kama nyati, wakuliwa nani wale? Nyumbu sio? Kiboko ule, mamba ule kwenye mto ni nini? Watokapo walikuwa wayao kuingia ndani ya ule mto. Hakuna atakao kupiga bautani arudisha. Na uona na mwendani wake uliwa wa kwanza, meliwa wa pili, meliwa wa tatu. Yeye ameamua ni wapi? Maini tu. Kwa sababu gani? Irada anayo, ameamua, lakini akili ya kumuonesha lile shimo lile nini hakuna. Sasa Uislamu watuambia hivi, nafanya conclusion. Nataka maamuzi yako mwanadamu katika kuja kutembea kuungana na safu ya hizi mbingu na ardhi katika tasbih. Sawa? Wewe kwa sababu umekuja kwa maamuzi yako, Mwenyezi Mungu akwambia ndio kwangu umekuwa bora kuliko hizi zingine, na ndio nimekuwekea pepo na nini na moto. Lakini haya maamuzi yako pia, haya maamuzi yako nataka yawe ni maamuzi yanayoongozwa na maarifa na akili. Nataka yawe ni nini? Ni maamuzi yanayoongozwa na maarifa na akili. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa katika suratu Yusuf, qul
nena ya Muhammad, waambie, tuambiwa sisi, tuambie nini? Hadhihi sabili, hii ndio ndia ya kwenda kuungana kwenda kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ad'u ila Allah, mimi nimeamua, nimefanya maamuzi wa kuifuata ndia hii kwenda kwa nani? Ila Allah, kwa Mwenyezi Mungu. Lakini maamuzi yangu ala basiratin, yamejengwa juu ya nini? Ya busara, ya fikra, ya hikma, ya maarifa. Ifasiri basira kwa maana yake pana. Ad'u ila Allah, mimi mtumi, safari yangu nenda kwa Mwenyezi Mungu, nimetukua maamuzi yangu yamejengwa kwenye msingi unaitwa ala basira, juu ya busara na hikma na maarifa na akili. Tena sio mimi tu, hizi si safu za watu wote kumfuata aliyokuombea, tumekuatia wewe. Hata mtume tumeambiwa tumfuate, ni maasum, lakini tusimwatie yeye kwamba yeye ndo atumia akili yake, yeye ndo atukue maamuzi yake, si tufuate nyuma. Tumesema sote twendeni kwa maarifa na basira, ana wa manitabani. Tulizani vizuri sana. Mimi sitaki nkoyongo huku nyuma wa wapumbavu kwamba nina watu wengi. Mimi nataka umati unifuete nyuma, watembea kwa akili na nini na maarifa. Si kwamba lakini Mtume Muhammad ndio aqlul uqul, ndio akili ya wenye akili, ndio sayyidul uqala. Kwa hiyo si hatuna haja ya kufikiri kungoja yeye atuambie uno sio umma utakao mtume. Mimi nawashinda akili, mimi ni kielelezo kwenu, Mtume atuambia, lakini na kila mmoja katika nyinyi akune apatapo, hata kama ni akili ya peni 2 peni 3, nataka uichangie, kwa sababu huku twendako si masala tu, lakini si mnakufuata wewe, si tuko sawa sawa. Hulipwi kwa kuwa uko sawa. Sikilizani vizuri sana, maneno ni hatari mtoyafahamu. Hulipwi thawabu kwa kuwa umefanya sawa. Sababu za peponi haziko hivyo kabisa. Walipwa thawabu kwa mchango wa kufikiri kwako ulochangia kuitafuta sawa, hata uikose. Sijui tumeelewana vizuri sana. Ndio ile manijtahada fa asaba falahu ajrani, atakaye kutumia akili akapata atakuwa na thawabu ngapi? 2. Kwanza amepata, pili ametia na mchango wa kutumia nini? Akili. Wa manijtahada fa akhtaa, na mwenye kujitahidi akakosa, falahu ajrun wahid. Kwa nini ana thawabu? Kwa sababu mujarradi wa kutumia akili Mungu yatosha kwake kwanza kuwa ni amali umeifanya, mbali na kwamba ulipata ama hukupata. Niwape mfano mzuri katika mitihani ya skuli. Ingawa mara nyingi nimeuambia hizi zitu wasihodari sana. Mathematics, somo la hisabu, sasa hizi hisabu za hizi za high school, kuna baadhi ya hisabu mwalimu akikuuliza hataki answer, kwamba answer ni 10, ataka formula ilokufikisha kwenye nini? Kwenye answer. Hata kama answer yako ni makosa, lakini formula yako umejua, watoka A wenda step ya pili ni B, wenda step ya 3 ni nini? Ni D. Ukatembea kulingana na ile formula, ni marks umezipata. Hata ikiwa mwisho wa jawabu uliandika, ilikuwa uandike ni 6, wewe ukaandika 4, answer yako ni wrong, lakini ndia ulioifuata kwenda kwenye answer ilikuwa ni sawa, utapata marks. Lakini ukenda tu wewe guessing power hapa 6-5 ukatumia na mwenyewe, wengine wana guessing power, mara hupiga kura pale kwa tasbih Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, ni 6-5 ni 6-5, kitoka kadha 5 ameandika 5 na ikafiki 5 kweli, jawabu 5. Billahi alaika, kama mwalimu huyafuatiliwe right ama wrong? Right ama wrong jamani wanafunzi? Wrong. Asaba au lam yusib?
asaba. Kwa nini hakumemtilia wrong? Kwa sababu sitaki jibu, nataka akili ilivyotumika kutafuta nini? Kutafuta jibu. Nafikiri mmenielewa vizuri sana. Sasa hizi akili kufikiria kabla hujafanya ni muhimu. Hakuna kazi ya kuatiana, memwatia ustadhi, memwatia shekhe, memwatia mkubwa. Tatizo ikiwa kuna watu katika jamii 30,000 wote wamemwatia mtu mmoja kufikiri, ni maana watu 30 hufikiri kwa akili ngapi? Moja. Kwa hisabu za kihisabu. Kwa hiyo kuna zile hisabu wanaziita hisabu al-ihtimalat, uwezo wa kupata na kukosa ni mkubwa sana, uwezo wa kukosa. Lakini ikiwa kuna watu 30,000 hufikiri kwa akili 30,000, kwa hivyo hisabu al-ihtimalat yatuambia vipi? Kila akili zikiwa nyingi, uwezekano wa kukosa wapungua, asilimia ya kukosa yapungua, yaongezeka asilimia ya kufanya nini? Ya kupata. Ndio ile hadithi iliyopokewa Imam Ali anena, man sharaka nasa uqulahum, mtu atakayekuamua kushirikiana na watu akili zao, kushauriana, usifanye jambo peke yako. Mimi nataka kufanya kadhaa, kuna fulani ayua zaidi, kuna fulani, huwa umefikiri kwa akili 2 au 3, sasa 4, makosa hupungua zaidi kwake. Si kwamba hakosi, ndio vizuri sana, makosa hupungua zaidi. Kwa hivyo tukiwa watu 30,000 lazima tufikiri kwa akili ngapi? 30,000. Lakini ni wasahihishe tena, manake zitu zikitundwa nusu nusu tutazitunda makosa. Hatutaki mfumo wa watu 30,000 kufikiri kwa akili moja. Mtume amesema nataka ana wa mani tabaani. Hatutaki akili watu 30,000 wafikirie kwa akili 30,000 kila mtu kivyake. Pia matatizo, msitoke makosa bwana. Sasa kutoka nataka kila mtu afikiri kivyake ili sote tufikiri. Naam, sote tufikiri, lakini itar frame ya zile akili 30,000 ya kufikiria lazima ziweko katika fremu moja, na ndio tunaita leadership. Sasa kiwa utamuita president, kwani le bunge limekwaje? Le bunge mkilisoma, si wangeliwata wa Kenya milioni 40 wote kila mtu akafikiri? Tumwatie rais peke yake afikiri? Hatutaki. Tufikiri sote milioni 40 na matatizo. Tanga litakatwa, alawe watie mabaharia tu 10 katika chombo, kila mmoja kaze upande wake. Ule tena analekezwe mashariki, ule analekezwe magharibi, ukishtuka mmelirarua kila mtu shiriki kipande chake, ndio naye sibadia ule mmoja na ipigwe bei Kenya, kila mmoja apoe chake. Ndio hii. Sasa tutawafanyaje watu wote wafikiri? Tusifanye afikirio ni moja, lakini wafikirie kwenye fremu. Tunahitaji nini? System, leadership. Sizungumzi kiongozi mimi, nazungumza uongozi. Twahitaji nini? System ya kuzifanya akili milioni 40 zitafikiri pamoja na katika fremu moja. Sasa ndio wenye demokrasia wakayana yao, Waislamu wana yao. Wenye demokrasia kwambia kila watu 100,000 mathalan, eteni mjumbe wenu, mumuonao una akili zaidi ya kuziakilisha akili zenu. Sijui mnaelewa jamani? Ule mnaomweta ni ule ambao mnyimo muona na akili zaidi ya kuweza kuzikusanya akili za watu 100,000 kuzieta pale bungeni. Kwa hiyo mpaka mutimu kulingana na wanavugawanya yeye watu 350 sijui ni wangapi waje pale. Pia kuna mpangilio wa kufikiri, kuna spika anaongoza, kuna katiba inaongoza mijadala ya kufikiri pale ndani, mpaka kukafikiwa kwenye uamuzi. Ile ni itari ile. Sisi hatuna tuatane na bunge, tuatane na president. Itari ile yetu ni Qur'ani na sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia aya inavyokuonesha, ndio wala tanaza'u fatafshal. Musifikiri kila mtu kwa akili yake. Mkifikiri kila mtu kwa akili yake kivyake, mutatete.
mtavutana, mtafeli. Sasa tufikiri mmoja, Mungu pia msifikiri mmoja, fikirini nyote. Sasa lakini kuna suala ya Allah, tukiketi watu 10 tukifikiri sote tutakhtalifiana. Hatuwezi kufikiri pamoja isipokuwa tukiwa tumemwatia mmoja tu. Tukikhtalifiana tufanyeje? Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila, kwani pale bunge hakukhtalifiani? Kukhtalifiana hakutiani mpaka kwa ngumi tiana, ingawa katiba haikunena watiane kwa ngumi wala warushiane ziti. Katiba imewaambia wakhtalifiane tu, sio? Lakini huenda mpaka wakatiana kwa ngumi, huenda mpaka wakarushiana ziti. Lakini kuna muongozo katika ile bunge la kutoa uamuzi wakati wakifanya nini? Wakikhtalifiana, ni majority, ni vipi huko? Kuna muongozo unaongoza hapa. Sisi muongozo wanaotaka uongoze ikhtilafu zetu, akili zetu ni nini? Farudduhu wa ila rasul, yani uregesheni kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu tutamjuaje sisi? Hatumuone, hatunini? Kupitia leadership. Leadership ni nani? Mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio ile atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum. Hiyo sitakwenda malama. Namna tu ya kuiframe akili ya jamii itakavyokutembea, tunahitaji leadership. Bila ya leadership tutakwenda makosa. Sasa kitu cha kwanza katika barnamiji ya malezi na mfumo wa malezi ya Kiislamu ni kukiboresha chombo kinachoitwa akili. Kukiboresha, kwa sababu akili ni chombo ambacho mwanadamu amepewa, ni uandalizi mpaka kifanyiwe mazoezi, kiboreshwe, kinafanya kazi uzuri zaidi. Si siku ile ile ukipewa chombo hiki chafanya kazi vile vile. Na ndio utaona leo kijana wa miaka 20 anaweza kuwa na akili kali kuliko mzee wa miaka 40 na 60. Ana akili kali, lakini akili yake ina upungufu wa kitu kinachoitwa uzoefu, ina upungufu wa kitu kinachoitwa tajruba. Akenda kahadawa mahala, mzee asihadawe. Si maana pale akili hakuna, bali pangine kama tuna mita za kupimia watu akili, kuonesha geji ya akili, tukenda tukimpima ule kijana miaka 20 inaweza kuwa 90% akili yake. Tukimpima huyu mzee ni 40%. Lakini mzee asidanganyike, asibabaishwe, asipeperuke. Kwa nini? Kwa sababu ameiboresha akili, ameifanyisha mazoezi, ameijaza maarifa, ameipa tajarubu mbalimbali. Sasa kitu cha kwanza ni kukiboresha hiki chombo, kisha tukakilekeza. Tutakiboresha vipi? Kufikiri. Na hii ndio mada ilikuwa mwaka jana siku 28 nilizungumza mwezi wa Ramadhani kuhusu kufikiri katika Qur'an. Na ili tujaribu kidogo, utaona mimi siku ya kwanza niliwaambia siku ya darasa, wakati nilipokuwa najibu ile suala la baadhi ya watu, nena baadhi ya madarasa yako ni magumu sana ustadhi. Ndio nikawaambia darasa litakalo kukutoa msikitini wafikiria, uko na tashwishi, uko na maswali, hilo ndio darasa linalolelea nguvu ya nini? Ya akili. Kuliko lile darasa ambalo yo mshuko yo umesikia zita za Badri, yao kumeruka panga pale mpaka limemalizika. Finatija wewe kulala usiku, hakuna challenge kwenye akili yako. Na mimi ninapoita zitu kama hizi, ni binadamu dhaifu kama nyinyi. Napenda tuangalie kitu kimoja. Haimaanishi maneno yote ni sawa. Hata pia aya ya Qur'ani haimaanishi ufahamu wangu ndio ufahamu wa nini? Basa ni changamoto za kuwafanya watu waanze kufikiri upya. Nimeleta na uslubu mwingine, najaribu kutuma zitabu kwamba hichi kitabu nilokwenda kukisoma mimi kinachofasiri hii aya nikafahamu hivi, nataka na wewe ukisome pia utafahamu vile nilivyofahamu mimi, ama pengine wewe utaona zaidi ya pale. Usijidharau kana ustadhi wewe bwana sitafika wapi hapa. Haya ndio mambo turudisha nyuma.
Haya ndio mambo ambayo yatupoteza kwenye ile ana wa mani tabaani. Tufikirini kwa pamoja, darasa, majumbani, sitaki kuyarudia sana. Billahi alaikum, nendani mukafanye research, na wapa msukumo mwingine leo, si mambo magumu. Fanya research kwenye Qur'an. Siku hizi kuna kitabu huitwa Mu'jamul Alfadhil Qur'an, merahisisha, na ukigoogle pia utaipata Mu'jamu Alfadhil Qur'an. Mfano, wataka kujua neno fulani limetumika mara ngapi kwenye Qur'an. Zamani ilikuwa shida mpaka usome Qur'ani kutoka mwanzo mpaka mwisho ukitiki. Leo haina haja hii. Leo pata kitabu chaitwa Mu'jamu Alfadhil Qur'an. Wataka neno gani? Akili. Neno akili kwenye Kiarabu huanza na harufu gani? Aini, kisha qafu, kisha lamu. Nenda kwenye Mu'jam, angalia aqlu kwenye harufu ya aini, atakuhisabia aya zote zimekuja aqila, yaqilu, taqiluna, tataaqalu, zote atakuhisabia. Zihesabu tu 1 2 3 4 5 6, utashuka nazo mpaka 100, 120, 130, ziweke, weka kando hizo. Bado huyamaliza. Tuna na neno fikri, fai, kafu, re. Nenda hivyo hivyo kwenye fai, hisabu aya zote zilizokuja kwa tatafakkaruna, yatafakkaruna mpaka mwisho, ziweke. Nenda kwenye neno tadabbar, zingatia, nyoko kufikiri. Yatadabbaruna, afala yatadabbaruna alqur'ana am ala. Alhasili, maneno katika darasa yangu iliyopita, maneno karibu 8-9 yametumika kwenye Qur'ani kwa maana ya kufikiri, na kila neno limetumika mara kadhaa, waweza kutoka na 400 kama sikukosea. Kuna takwimu zimefanywa karibu mahala 400. Mwenyezi Mungu asisitiza watu kufanya nini? Kufikiri na kutumia akili. Ndio ule Ben-Gurion hukuliwa Yesu, muasisu Israel, na leo tuko katika Yaumul Quds. Muasisu wa aloweka ile nadharia ya Sahyunia, hata airport ya Tel Aviv baita hivyo. Ben-Gurion sio airport. Ule ana maneno hunasibishwa, anena katika advantage kubwa sisi tutawawahi hawa Waarabu. Ya tuankui Waislamu, tuankua Waarabu, sababu huangalia wale. Anena al-arabu la yaqra'un. Al-arabu la yaqra'un. Hawana tabia ya kusoma. Hawasomi. Na sisi tuko hivyo pia. Kisha akanena, na ukiwapata wasomao wako 2 watatu, wa idha qara'u la yafhamun. Wakisoma hawaelewi, yani hawasomi between the lines, sila yafahamuna. Wa dharaba Allahu, umefahamu maana yake ni akapiga Mwenyezi Mungu mathala, mfano. Hono sio ufahamu, kufahamu behind ya ibara kwa neno nini, kwa neno wa idha qara'u la yafahamun. Hizi stage mbili nini jamani? Maarifa na akili. Yani maarifa yao amna, kwa sababu utapata vipi maarifa kama usomi? Huwezi kupata maarifa. Na utapata vipi ufahamu kama hutumia akili? Huwezi. Kisha akaja kwenye kiungo cha tatu. Wallahi hawa watu bana watuyua vizuri sana. Kisha kanena wa idha fahimu, na kukipatikana waliofahamu, waliosoma wakafahamu, la yutabiqun, wana dhaifu al-irada. Hawa maamuzi wao kidogo, watanena tu mikutano, masemina, sio waunio, maneno tu mume tukua uamuzi wa kuyafanya yale mlioyajua. Asema la yutabiqun. Sasa asema weakness hizi tatu ndio sisi tutapita hapa, na ndio utakuta Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuja kuwadirika Makureishi, wamefikishwa pale walipofikishwa, wakaabudu sanamu. Yale yote nilowaambia ni kwa sababu tu walizipa likizo akili zao. Bas, walizipa likizo akili zao. Ukiipa likizo akili yako, pataingia mambo yasokuwa ya akili ya kuongoze. Sasa ndio utakuja inna wajadna abaana
Utakuja sasa mila, dasturi. Billahi alaika, ni mila ngapi mbovu? Sineni mila zote ni mbovu, kuna mila mzuri Kiswahili. Ni mila ngapi mbovu sisi twazifanya kila siku na sote twajua ni mbovu, lakini twaendelea kuzifanya? Tende mifano ukitaka katika jamii zetu. Ni mila mbovu. Mila moja imezojengeka mbovu ni mila ya kisiasa ya kuvoti kwa kupewa nini? Pesa. Uko mmoja katika sisi hailani mila hii, yataka kusomeshwa skuli. Watu wote sasa hivi ukinena, muona matatizo mlionayo, tena na kila mmoja huzungumza yeye hamo. Nyinyi mtamani senti tu, ile lugha ya nyinyi mimi simo. Kila mmoja anao nani zile senti siku ile. Tasikia kila mtu sasa, niketini muvoti tu mkufuata senti, niketini. Shekhe nani? Ni mimi na wewe. Kila mtu ajua hichi ni kitendo kibaya, akili yatuambia ni kibaya, ufahamu yatuonesha matokeo yake mabaya, uongozi mbaya, lakini ikifika siku ile yutabikun, siku ile tasikia kama mtu jamaa zimetoka ngapi 300 tena utuana thamani sasa kaenda mpaka hiyo. Hapa ndipo Bengorio aliponena al-arabu la yaqra'un wa idha qara'u la yafhamun wa idha fahimu la yutabiqun. Sasa mahala muhimu hii ya tatbiq tutakuja kwenye irada inshallah. Vipi tutaikuza irada? Mahala muhimu ndo nataka kwenye qiraa na nini? Na fahamu, kufahamu, taqwiyatul aqli, taqwiyatul fikr. Vipi tutawapa watu nafasi? Mmoja, waangalie watu ambao hawawezi kufikiri katika alama ni watu wanaogopa ikhtilafu. Ni dalili ya udhaifu wa kufikiri. Waziogopa vipi ikhtilafu? Ima utamuona mtu ukimuingiza kwenye ikhtilafu hataki kuzungumza, au uslubu wa kwanza wake wa ikhtilafu ni kukuattack kama simba. Angaliani nyinyi jamii zetu, si dini tu, si siasa tu. Hala wewe nenda sasa hivi mtandaoni kwenye hizi group sijui Lamu County nini, fungua mjadala very simple, kwa dalili kimantiki tu. Sema jamaa, pesa zinazokuja mathalan kwa mwaka huu zimeingia katika CDF ni pesa hizi, ilikuwa kufanywa kadha kadha, nyinyi maona hivi alivyofanyika ndivyo kwa fact. Nasikia ule tokako kwa ametoka usindizini, hata hayalisoma lile lako kwa uzuri, takuwa atasukuma ni tawani hiyo miwizi tu. Kwa taratibu shekhe, dialogue. Jamanini msinione na chapa sana, lakini ndivyo maana sivyo hivi. Umetoka na jiwe uyao full, uyao kumpiga mtu tu. Na nini jiwe? Ukiambiwa sasa hivi kuna mahakama na mtume usimeme kwenye mahakama, thibitisha huu ni mwizi, unao dalili ya kuthibitisha? Amesikia ngunguni jamaa unene. Sijui umeelewa vizuri sana. Wakia nimejiweke leo, umemuita mtu mwizi, kisha simama wewe sema Mtume Muhammad uko mbele yako akwambia mimi kama kadhi leo nataka udalili za kunithibitishia unani ni mwizi. Kwake upija brush. Sasa kila apija brush kwake mwizi. Kwake ametia tiles. Sasa kila atia tiles kwake ni mwizi. Hivi ndivyo zipimo za kufikiri hizi. Watuona jamani, sukuma unf, nguvu, hando kwenye dini. Sasa tupa kadhia jamanini, kuna ikhtilafu hii maulidi usoma ama hayasoma, ufama hayafai, talqini usoma, twende mjadala. Dalili yako nini? Inna Allaha wa malaikatahu mathalan liyatoa. Hiyo aya haihusiano A B C D, yani wende usulul fiqh. Taona tumeteremka kafiri, tengia motoni, makhurafi, sijui na hawa mawahabi, watu wa bid'a. Hii indalla ala shay yadullu ala dha'fi al-aqli wa dha'fi at-tafkiri fi mujtama'ina. Udhaifu wa kufikiri na udhaifu wa akili katika jamii yetu, na mashekhe na walezi hawataki kuwalelea Waislamu katika uhuru wa kufikiri, kwa sababu ndizo speech wanazozisikia. Ameshafremiwa hivyo, wewe ukitoka attack tu, wewe ukitoka bomoa tu. Tuwezi kufika mahala kama hapa. Wakati umenishia, nafikiri nitasimama hapa.
Kesho inshallah nitaingia katika kipande kingine, sitozama sana. Nafikiri masala ya akili mmeyaelewa na maarifa. Kuna suala mtu ameniuliza la kifikihi toto, nataka nimjibu. Anaambia, je, hufaa kuswali swala za faradhi mara mbili? Iye anaambia, mfano nimeswaliisha, kisha mmekwenda mmelala, mmeinuka, mmeswali tahajudi zangu na nini, mmeamua nataka nswali tena isha ya pili, yani bila shaka itakuwa ni bid'a sasa, ndio kwa sababu wazusha kitu ambacho, kwa hivyo utakuwa umeziweka swala sita. Naam, sina hakika, sijafanya research kwa sababu swala limeingia sasa hivi kwenye simu yangu kwenye message. Nitajibu kwa upande tu wa madhhabi yangu, sijafanya research kwa madhhabi mengine. Baadhi ya ulamai wa imamia wameruhusu kurudia swala. Nisikilizani vizuri sana jamani, wameruhusu kurudia sala ya faradhi kama uliswali pweke kisha mara kukapatikana jamaa. Sijui umeelewa vizuri sana. Ulikuwa msikitini, hakuna yoyote, wakati umeingia wewe, lengo lako mko kutafuta jamaa, hakuna mtu, ukaswali ukipiga salamu alaykum wa rahmatullahi, kumeingia jamaa, kad qamati sala, waswali jamaa kwa ajili ya kuzitaka thawabu za nini, za jamaa, wameruhusu kuirudia. Sijui tumeelewana vizuri sana. Ziko fatwa kufanya nini, kuirudia. Lakini napenda mupashike jamani, ni uzuri sana, msitukue la ilaha tamshani la ilaha illa Allah. Si kila sehemu waweza kurudia swala mara. Ikiwa uliswali pweke furada kisha ukapata jamaa, waweza kurudia kwa ajili, na hili ni kwa mujibu wa madhhabia, na kesho inshallah nitajaribu kurudia kwa madhhabu mengine, nikipata nitawajulisha. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin.